Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu Waislamu, leo nataka niwaletee adhkar 4 ambazo hizi zifanya asubuhi na jioni. Lakini awali yote, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala dhalimin, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu Waislamu, tunawaletea adhkari hizi 4. Muislamu azifanye asubuhi na azifanye jioni. Na wallahi, kwa mtu atakayefanya adhkari hizi hatoibiwa. Hatoibiwa. Narudia, hatoibiwa ukifanya adhkari hizi 4. Cha msingi zisikilize kwa makini, kisha zichukue, alafu nenda kazifanyie kazi biidhnillahi taala. Utakwenda kuona muujiza na maajabu yake kwa mtu mwenye kudumu na kusoma adhkar hizi 4. Na kabla sijawaletea hizi adhkar 4, niwakumbushe ndugu zetu wale ambao mko ndani katika grupu zetu lile la WhatsApp la dua, niwakumbushe kwamba tuna dua itakuwa tarehe 1, itakuwa tarehe 25 mwezi huu wa 6. Yenyewe ni ya kufunga mwaka, kwa sababu tuko ndani ya mwezi wa Dhulhijja na huu ni mwezi wa 12 wa Kiislamu. Maana ikifika Muharram inakuwa ni mwezi wa kwanza. Kwa hiyo tuna dua kumaliza mwaka. Dua hii ni wewe na familia yako. Ndio maana tukasema dua hii itakuwa ni watu 50. Ina maana mtu mmoja hata kama atakuwa na familia yake watu 6, 7 na sabika ni kitu kimoja. Ndio tunakwenda katika dua hii inshallah. Utaratibu wake, utapiga simu, utaelekezwa jinsi gani ya kushiriki katika dua hiyo. Itakuwa tarehe 25 mwezi wa 6. Nambari yangu ya simu ni 0788905151, 0788905151, ama Vodacom ni 0793052052. Inshallah, sasa twende katika hizi azkari 4 ambazo Muislamu huzifanya asubuhi na huzifanye jioni. Ya mwanzo kabisa ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, Mtume anasema, rehema na amani za juu yake, suratul Fatiha shifaa min kulli da'i au daa. Mtume anasema hii suratul Fatiha ni tiba, ni ponyo kwa kila maradhi. Muislamu akisoma suratul Fatiha asubuhi mara moja na akaisoma suratul Fatiha jioni mara moja, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakukinga na maradhi. Aidha umesoma kawaida au umesoma katika maji, lakini ukifanya kwa kisomo tu asubuhi na jioni, kama ni adhkari yako asubuhi jioni, inatosha kwa ni kinga ya maradhi na vitu vingine vyote vibaya ukisoma suratu al-Fatiha. Haya ni maneno yake Mtume Muhammad. Na yenyewe sio ngumu, ni kusoma tu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki mpaka mwisho wa sura. Hiyo ni suratu Fatiha na hiyo ni adhkari yetu ya mwanzo. Adhkari ya pili ni maneno ya Mtume Muhammad. Ametuhimiza sana tuisome Ayatul Kursi, ambaye ndani yake ina majina makubwa kabisa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna Al-Hayyu Al-Qayyum. Anasema tahfadhuka min kulli shari min shururi al-insi wal jinn. Hii surati hii ya Ayatul Kursi itakuhifadhi wewe kwa kila aina shari ya majini na shari ya wanadamu. Na wallahi ladhim, kwa mtu atakayesoma hii Ayatul Kursi akaisoma asubuhi na akaisoma jioni, akaisoma asubuhi na akaisoma jioni, wallahi anapata ulinzi wa Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Hata kudhuru jini, hata kudhuru mwanadamu, hata kudhuru shaitani, hakita kudhuru chochote. Na nikasema mwenye kujitahidi na kuisoma hii Kursi akasoma asubuhi na akasoma jioni, wallahi hautaibiwa. Narudia, hautaibiwa. Kama unatoka asubuhi katika mashughuli yako, ukatoka nyumbani kusoma hii Ayatul Kursi, wallahi hata kibaka hawezi kuingiza mifukoni mwako kukuibia, au dukani kwako au sehemu yako ya kazi, hautaibiwa shehe. Soma hii adhkari asubuhi na jioni. Kwanza anza suratul Fatiha, alafu soma na hii Ayatul Kursi. Wallahi shike na jitahidi sana kuifanya mara kwa mara hii Ayatul Kursi. Hii ni ya pili. Ya tatu, Muislamu anapoamka asubuhi akasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Maneno haya ukiangalia ni mepesi sana katika ulimi, wala sio mazito. Ni rahisi sana mtu kuweza kuyatamka kwa namna moja ama nyingine, lakini habari yake ni nzito.
Mtume anasema mwenye kusema maneno haya Mwenyezi Mungu anamjalia mambo haya manne. La kwanza, Mwenyezi Mungu anamwandikia mema 100. Ya pili, Mwenyezi Mungu anamfutia madhambi 100. La tatu, anahesabika mtu huyo kana kwamba kaacha huru watumwa 10. Na la nne, Mwenyezi Mungu anampa ulinzi siku hiyo kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kwa maana ukisoma asubuhi, Mungu anakulinda kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ina maana ukisoma jioni, Allah atakulinda kutoka jioni mpaka asubuhi. Tunaacha wallahi Waislamu vitu kama hivi katika dini yetu, vitu tumefundishwa na Mtume, lakini watu maskini Mungu hawaelewi muhimu wake. Watu wanavipuuza, watu hawavifanyi, vitu rahisi kabisa ambavyo havina kazi yote kuvifanya hivi. Hii ni adhkari ya pili ya asubuhi na jioni. Ya nne na ya mwisho, Muislamu ajitahidi sana asubuhi na jioni kusema subhanallahi wa bihamdi subhanallah alazim. Mtume anasema kalimatani, maneno mawili haya, khafifatani fil mizan, ni mepesi sana katika ulimi, lakini thaqilatani fil mizani, lakini mazito katika mizani. Habibatani ila rahmani, na Mwenyezi Mungu anayapenda sana maneno haya mawili. Yenyewe ndio haya ambayo nimekutajia, ni subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim. Jitahidi sana kuyashika, kuyafanya mara kwa mara, kwa maana hiyo asubuhi na jioni. Wallahi utakuwa mpenzi wa Mwenyezi Mungu, atakupenda sana, atakuwa jirani sana na wewe, atakuwa karibu zaidi na wewe. Ina maana Mwenyezi Mungu kama anakuwa karibu na wewe zaidi na wewe, ina maana dua ukiomba, maombi yako ukifanya, Mwenyezi Mungu anakuwa haraka kujibu maombi yako ama kujibu dua zako. Inshallah zikamate hizi adhkari 4 siku ya leo, nenda kazifanye kazi ili uweze kuona muujiza na maajabu ya adhkari hizi 4 ambazo leo nimekutajia biidhnillah taala. Tuendelee kusubscribe na usiache vile vile kushare video zetu hizi kwa watu wengine, ili faida hizi waweze kuzipata na watu wengine. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum warahmatullahi.